Waziri wa mambo ya ndani, tena ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametangaza kwamba anatoa agizo kwa IGP, Inspector General wa Jeshi la Polisi, kwamba kuanzia sasa mikutano ya hadhara marufuku. Nyinyi mnakubaliana na agizo hilo? Lakini vijana wa ACT hawapaswi kusema tu hapana, lazima uwe na hoja. Hizo hoja ukizitoa, hata Katambi mwenyewe aseme kwa kweli hapa nimezidiwa hoja. Tamko la Katambi, waziri wa mambo ya ndani, limevunja katiba, limevunja sheria, limevunja utaratibu. Hoja ya kwanza, hoja ile haikutolewa sawasawa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani haikufuata utaratibu wa bunge. Hoja ile ilitolewa kama kuomba mwongozo na mbunge wa Dodoma mjini. Mbunge akiomba mwongozo, spika anatoa mwongozo. Lakini mbunge ameomba mwongozo, spika amempa nafasi waziri wa mambo ya ndani aeleze. Huyu aliomba mwongozo kwamba kuna maandamano yanakuja tarehe 7 mwezi wa 7. Hali ikoje? Spika, kiti kinatuongozaje? Lakini waziri wa mambo ya ndani akatumia fursa hiyo kutoa katazo la mikutano ya hadhara, katazo la maandamano. Kama kungekuwa na hoja ya serikali, ingeletwa kama kauli ya serikali. Kwa hiyo hoja ya kwanza ni kwamba suala hili alikufuata taratibu za kibunge. Hoja ya kwanza hii, yaani jinsi ilivyoingia bungeni haikufuata utaratibu. Amri halali lazima iwe amri halali kisheria na itolewe kwenye jukwaa halali kwa utaratibu halali. Anasema IGP asitoe vibali vya mikutano ya hadhara. Tanzania hatuna vibali vya mikutano ya hadhara. Sisi tunatoa taarifa ya kufanya mikutano ya hadhara, na taarifa hiyo tunatoa kwa mkuu wa polisi katika ngazi ya wilaya, OCD, na sio vinginevyo. Ndio sheria inavyosema. Kwa hiyo anamwagiza IGP, IGP hana mamlaka hayo, na yeye hana mamlaka ya kumwagiza IGP. Udhaifu wa pili, sio vibali, ni taarifa. Na hili jambo liliwahi kuwekewa msingi na mahakama kwenye kesi ya mchungaji Mtikila. Udhaifu wa tatu, madai ambayo serikali inayatoa, ambayo ameyasema waziri Katambi na nimemsikia waziri mkuu anayasema mara kwa mara, kwa maoni yangu mimi ni madai baseless, hayana msingi. Waziri mkuu anasema kuna watu wamejipanga na mabomu wanataka kulipua kwenye mikutano, wana risasi wanataka kulipua kwenye mikutano. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Hayo ni masuala ya kiusalama, mambo ya kipolisi yathibitishwe. Mpaka sasa hatujaona ushahidi wowote, yanabaki kuwa maneno tu. Na tunao uzoefu wa nyuma, maneno haya yanasemwa tu. Waziri wa mambo ya ndani anaweza akaja akasema kwamba kuna tishio la usalama hapa, mikutano ya hadhara marufuku. Inapaswa kuwa hoja ya msingi, lazima itolewe kuwa ni hoja ya msingi, tuione wote kwamba hapa kuna kitisho cha usalama katika mkutano. Waziri wa mambo ya ndani anaweka kana kwamba nchi ipo katika hali ya hatari, lakini tamko la hali ya hatari linatolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Sio IGP, sio waziri wa mambo ya ndani, wote hawa hawana nafasi katika mchakato wa kuregulate mikutano ya hadhara. Na kama kuna shida ya kiusalama katika mkutano fulani, unapaswa kuwa mkutano maalumu ulioombewa, uliotolewa taarifa. Sasa haya mambo vijana mnapaswa kuyaelewa, mnanielewa vizuri msingi wa kisheria na udhaifu. Kwa hiyo mnapaswa kuipigania demokrasia. Katiba mpya, nimemsikia hivi karibuni waziri wa katiba na sheria
ndugu Juma Homera akisema kwamba Tanzania itapata katiba mpya kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliahidi kwamba katiba itapatikana, na akaongeza kwamba hiyo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini nataka kuwaambia, na huo ndio wajibu wenu na nyinyi, Waziri wa Katiba na Sheria ndugu Homera katika tamko hilo ameiongopea jamii, ameiadaa jamii, na ndio Chama cha Mapinduzi kinavyofanya kila siku. Uhai wa Chama cha Mapinduzi kina survive kwa hadaa, na mimi nitawapa mifano. La kwanza, amesema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliahidi katiba. Nataka vijana wa vyuo vikuu msiridhike kwa kauli za namna hii. Waziri Juma Homera alipaswa kusema hivi kwamba rais ndani ya bunge alisema baada ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utaanza. Sasa mimi nawauliza, tangu tuapishwe mwezi wa 11 mwaka jana mpaka leo imepita miezi mingapi? Miezi 7 ama 8, au sio? Miezi 8. Mchakato wa katiba umeanza? Haujaanza. Lakini nyinyi mkiwa watu wa kuridhika kwa maneno mepesi, mtamsikiliza Waziri Homera kwa kile alichokisema juu ya katiba. Anasema CCM imeweka kwenye ilani yake ahadi ya katiba mpya, lakini ukweli ni kwamba CCM haitaki katiba mpya hata kidogo. Katiba mpya inaitisha CCM. CCM ikisikia neno katiba mpya huwa inaona kama itaondoka madarakani, na mara zote kazi ya CCM ni kuhujumu mchakato wa katiba mpya. Wamefanya kazi hiyo tangu ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Nyalali miaka ya 90. Hivi sasa wamebuni mbinu mpya. Wameona tukipinga katiba mpya, kwa sababu Watanzania wanataka katiba mpya, tutakwama. Mbinu mpya walioamua kuja nayo, wameamua na wao wajifanye wanaitaka katiba mpya, kama mbinu ya kuihujumu, kuchelewesha michakato, kuchelewesha taratibu. CCM tunawakumbusha, haitoshi tu kusema kwamba na wao katiba mpya ni ajenda yao. Kuna kisa kizuri sana cha Nabii Suleiman na hekima zake. Wanawake wawili walikuwa wanagombea mtoto, au sio? Nabii Suleimani akasema huyu tumchinje. Mmoja akafurahia, bora tukose wote. Mwingine ikawa machozi ya kusaga na meno. Sasa huyu ndio mwenye mtoto. Hauwi na mtoto kwa sababu unamgombania, unamweka kwenye ilani. Mtoto ni wako kwa sababu anakutia uchungu, kwa sababu unampenda, kwa sababu unamlea, kwa sababu unamkubali. Ndio mtoto anakuwa wako, au sio? Lakini CCM yenyewe imeng'ang'ania kusema katiba ni ajenda yetu, lakini kwanza hawataki imalizike mapema. Mtoto wao wanamtaka hivyo, hamtaki. Mwaka unataka kuisha huu, hakuna mchakato wote wa maana umeanza wa katiba mpya. Na tusipokuwa makini, na mwakani itapita hivyo hivyo. Tumetoka kwenye bunge la bajeti, hakuna shilingi hata moja imetengwa kwa mchakato wa katiba mpya. Ni wajibu wa vijana wa ACT Wazalendo kuongoza mapambano ya kuidai katiba mpya, na nawaambia mkiamua inawezekana tutapata. Mimi si ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au sio? Hiki kilio cha vijana wajiajiri tunachokitoa wabunge, mbona sisi hatujajiajiri? Ulizeni maswali magumu. Mbona mawaziri wenyewe waambizani wajiajiri? Si wanalipwa kwa kodi zetu, au sio? Tunataka hoja ya watu wajiajiri iendane na kuwawekea mazingira mazuri vijana. Umesikia jeshi letu limetoa tamko. Ni jambo zuri. Mimi ni kipenzi wa jeshi la ulinzi JWTZ.
Nalipenda kwa sababu jeshi letu ni la ukombozi. Jeshi letu ni jeshi la haki. Jeshi limesema tarehe 7 mwezi wa 7 watu wakiingia barabarani wakafanya vurugu, jeshi alitowapa ulinzi. Jeshi linalinda taifa, jeshi linalinda katiba. Nataka kukumbusha kwamba amani inayohubiriwa bila haki hatutofika tunakokwenda. Atakaye amani ya kweli alinde haki, haki ya ukuu wa katiba yetu, constitutionalism, constitutional order. Ulinzi wa katiba yetu uzingatiwe. Hizo ndio nasaha zangu, rai yangu kwa jeshi letu. Nimelisikiliza lile tamko kwa umakini. Nimeona limejikita kwenye amani kwa wajibu wa raia, lakini alijazungumza juu ya haki za raia. Ni lazima jeshi letu lisimame imara juu ya haki za raia wetu, ikiwemo haki ya watu kukusanyika,